Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inatazama hesabu mbovu za mashirika ya kijasusi ya Mossad pamoja na CIA dhidi ya udhibiti wa Iran. Wakati wa kampeni ya pamoja ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, imefichua mgogoro wa mamlaka ambao haujawahi kushuhudiwa ndani ya vyombo vya usalama vya taifa vya Magharibi. Takribani miezi sita baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuidhinisha vita kulingana na uhakikisho wa Israel kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran, uhalali wa kiutendaji na kisiasa kwa mzozo huo umesambaratika kabisa. Hesabu zao zilienda tofauti. Kulikuwa na hesabu mbovu kabisa kiasi kwamba walishindwa kukamilisha mipango mikakati dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Huku msukosuko wa kiuchumi ukitanda katika masoko ya kimataifa na upinzani wa ndani ukiongezeka ndani ya Marekani, viongozi wa kisiasa wa Magharibi wanang'ang'ana kudhibiti vita visivyoweza kushinda. Katikati ya kuporomoka huku kwa siasa za kijiografia, kuna udhihirisho dhahiri wa kushindwa kwa kitaasisi ndani ya huduma za kijasusi za Marekani na Israel. Tathmini za kijasusi zilizotolewa na shirika la kijasusi la CIA pamoja na Mossad ya Israel, iliyotangazwa kwa muda mrefu kama kiwango cha dhahabu cha ujasusi wa kimataifa, zimethibitika kuwa na dosari za kimsingi, kuendeshwa kisiasa na kutoweza kusoma kwa usahihi kina cha kimkakati dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtafaruku huo wa kitaasisi ulifikia hatua ya kuchekesha umma kufuatia tukio katika mkutano wa NATO huko Ankara. Ripoti zilizoelezea operation ya kina ya usalama ambapo rais wa Marekani alifikishwa kwa siri katika uwanja wa ndege ndani ya lori la upishi la uwanja wa ndege ili kupanda usafiri wa kijeshi wa C-32A hapo awali zilipoandaliwa na vyombo vya habari vya Magharibi kama jibu la lazima kwa njama za mauaji ya Iran. Hata hivyo, ufichuzi uliofuata ni kwamba CIA ilitoa imani ya chini kwa ujasusi wa Israel uliosababisha kutoroka, ulidhihirisha kufanya kazi vibaya kwa moyo wa muungano wa kijasusi wa Amerika na Israel. Tamasha la rais wa Marekani kukimbia mkutano wa kilele wa NATO katika gari la kubebea vyakula na imechochea hofu kutoka Tel Aviv. Haiwakilishi tu aibu kwa taasisi hizi, lakini kushindwa kwa kihistoria kwa uratibu. Inaonyesha kwamba mashirika ya kijasusi ya Israel ikiwa ni pamoja na Mossad hayafanyi kazi tena za kimkakati, bali kama vyombo vya ushawishi wa kisiasa vilivyoundwa kulazimisha hatua za kijeshi za Marekani. Hili ni jambo la kwanza, lakini jambo kubwa zaidi ni mitazamo ya namna ya kuikabili Iran. Wakati wa mapambano wa vita vya siku 12 vya mwezi Juni, Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi, lakini Marekani ilikuja kutumia makombora mazito ambayo yaliweza kushambulia katika vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz pamoja na Isfahan, huku rais wa Marekani akijitapa kusema kwamba ameshamaliza nyuklia nchini Iran, akidanganywa na ujasusi wa nchi yake, akiamini uhalisia ndio hivyo, lakini hali imekuwa tofauti. Bado Iran inamiliki nyuklia na wakati huu bado mapambano ya Marekani na Israel ni kuona Iran isiwe na nyuklia. Ikumbukwe kwamba wakati huu rais wa Marekani anaapa kila kukicha atahakikisha Iran haitakuwa na silaha za nyuklia, lakini wakati huo alishaapa kwamba Iran haina nyuklia. Kwa hivyo kwa mtazamo huo bado kumekuwa na hesabu mbovu za CIA pamoja na Mossad. Kwa mtazamo wa Tehran, kuporomoka kwa uaminifu wa Mossad si jambo la kushangaza wala kwa bahati mbaya. Kwa miongo kadhaa ujasusi wa Israel umeegemea kwenye operesheni kali za siri, mauaji yaliyolengwa na tathmini za vitisho zilizokithiri ili kuunda maamuzi ya Magharibi. Msisitizo wa Mossad mwanzoni mwa mwaka 2026 kwamba kampeni ya pamoja ya milipuko ya mabomu ingelemaza haraka muundo wa kijeshi wa Iran na kusababisha mabadiliko ya haraka ya serikali ilionyesha udanganyifu mkubwa wa kiitikadi baada ya uchambuzi mkubwa wa kijasusi. Kwa kuyachukulia matarajio yake ya kikanda kama ukweli halisi, Mossad ilipotosha sana Washington kuhusu uwezo wa ulinzi wa Iran, umoja wa kisiasa wa ndani na chaguzi za kuzuia ulinganifu. Kushindwa kwa vikosi vya Israel baadaye kufikia malengo yaliyotajwa kuthibitishwa na uamuzi wao wa ghafla wa kusitisha mashambulio katika ardhi ya Iran, huku akiacha majeshi ya Amerika akiwa katika mzozo mpana wa kikanda, inaangazia kufilisika kabisa kwa mipango ya kimkakati ya Israel kupitia Mossad. Wakati huo jukumu la CIA katika shida hii linafichua uharibifu kamili wa vifaa vya kijasusi vya Amerika. Tathmini ya ndani ya shirika hilo ni kwamba ripoti zilizotolewa na Israel juu ya tishio la Ankara ni imani ndogo sana. Haikuzuia maafisa wa Marekani kuchukua hatua kali na za kufedhehesha za utendaji.
Mienendo hii inaonyesha ulemavu mkubwa wa kitaasisi. CIA ina uwezo wa kutosha wa uchambuzi kutambua uongo wa Israel. Haina mamlaka ya kisiasa au uaminifu wa kimuundo wa kukomesha uzushi huo kutoka kuamuru vitendo vya Amerika. Shirika hilo limepunguzwa na kutokuwa mwangalizi wa hali ya juu, zikitoa tahadhari za nyuma, lakini pia kuvujishwa kwa taarifa zisizokuwa za maana. Ufafanuzi unaoendelea kwa vyombo vya habari unaoangazia namna Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel unatathminiwa kupitia lenzi ya kushindwa kwa kijasusi. Hata hivyo, mapambano yao dhidi ya Iran yanashindwa kufanya kazi kutokana na namna ambavyo hawana ujasusi ambao una hesabu za maana kama ambavyo ilikuwa miaka ya zamani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.